akiwa na consistency ile, basi ndani ya klabu ya Simba Bakari Msimu huenda kawa ni mchezaji bora sana kutoka kwenye eneo la pembeni, kutokana na jinsi ambavyo tukiangalia Simba inahitaji mchezaji wa aina gani. Kwa hiyo Simba amelamba dume pale. Ya kwangu mimi kwa wachezaji wa ndani usajili wa Bakari Msimu, Simba wamelamba dume. Mzee wa Black and White, mambo vipi? Safi, nakwaje? Fresh, weekend ilikuwaje? Weekend ni tamu na tumeanza siku zingine, mambo yanaendelea vizuri, tunamshukuru Mungu, uhai, afya, utukufu uwe kwa Mungu. Sawa kabisa. Tunaendelea kulizungumzia soka na kubwa zaidi kwenye kipindi hiki cha usajili. Tunaona vilabu vinaendelea kufanya usajili kwa baadhi ya nyota mbalimbali. Na vilabu vya Simba na Yanga wameendelea kutambulisha nyota ambao ni wazawa. Saa 7 mchana tumeona Simba wamemtambulisha Bakari Msimu akitokea Coastal Union. Wanasema ni kinda wa miaka 18 ametoa pale Msimbazi. Pengine ni mahitaji ya Simba kuwa na mchezaji kama Bakari Msimu, na anaweza kawa na msaada kwa kikosi cha Simba hasa kwenye first 11. Yeah, of course. Tukimzungumzia Bakari Msimu ni mchezaji ambaye kwanza ni mchezaji mwenye quality ya timu ya taifa. Nakumbuka mara kadhaa ameitwa kwenye kikosi cha timu ya taifa licha ya kwamba anatokea Coastal Union. Kwa mchezaji ambaye anatoka kwenye timu za madaraja ya kati anaitwa timu ya taifa, manake pia kuna kitu ana kitu cha ziada zaidi ya watu wengine. Ni mchezaji ambaye ukimwangalia unaona kabisa kuna mchezaji ambaye anahitaji kucheza kwenye timu kubwa licha ya kwamba alikuwa na timu za kawaida, ila pengine alikuwa nazibwa na mazingira ya wachezaji na timu ambazo anakuwa anachezea. Unajua timu za madaraja ya kati, mfano Coastal Union, mara nyingi kucheza na timu kubwa, wao ndo wanakuwa mara nyingi wanakuwa na itabidi wanashambuliwa. Umeelewa? Kwa uwezo kuona quality ya mshambuliaji, lakini utaweza kuona katika momenti tofauti. Nakumbuka Bakari Msimu walivyokuwa anacheza na Yanga na kwenye ligi sasa, na pia na mchezo wa kwanza alicheza na Simba, alionyesha utofauti mkubwa sana wa daraja lake na wachezaji wengine. Ni mchezaji ambaye ana uwezo mkubwa, ni mchezaji ambaye anajiamini zaidi, ni mchezaji ambaye ana ball control, ni mchezaji ambaye ana vision, mikimbio, ana feinting. Yaani ni mchezaji ambaye kama ataenda kupata nafasi ndani ya kikosi cha Simba, basi ninaamini kabisa kuna sehemu ataenda. Shida kubwa ambayo naiona hasa kwenye vilabu hivi ambao huwa mara nyingi nazungumza mara nyingi, ni kwamba kama kwenye nafasi yake akisajiliwa mchezaji kutoka nje ya mipaka ya Tanzania, na yeye mchezo ya awali ashindwe kufanya vizuri, inawezekana ikamlamba. Lakini kama akianza vizuri na akiwa na consistency ile, basi ndani ya klabu ya Simba Bakari Msimu huenda kawa ni mchezaji bora sana kutoka kwenye eneo la pembeni, kutokana na jinsi ambavyo tukiangalia Simba inahitaji mchezaji wa aina gani. Kwa hiyo Simba amelamba dume pale. Ya kwangu mimi kwa wachezaji wa ndani usajili wa Bakari Msimu, Simba wamelamba dume. Tumemwona akiwa Coastal Union. Tunasema ubwabwa wa kushiba lazima uone. Unajua kabisa unashiba usishibi. Bakari Msimu ni mchezaji mzuri. Shida ni inaweza kani moja tu, namna ya kwenda kutumika ndani ya Simba. Lakini pia kuna kitu ambacho watu wanakisahau kukizungumza, mapenzi ya kocha. Unawezekana kwa mchezaji mzuri lakini kocha asipende style yako ya uchezaji, au kuna mchezaji ambaye anamwamini zaidi kuliko wewe. Hiyo ndio tatizo. Hilo ndio tatizo. Lakini pia unapopewa nafasi kuna vitu viwili. Kuna namna ya kuisaidia timu, lakini wewe kujipambanua wewe pia kwamba wewe ni mtu aina gani unapokuwa kwenye timu. Kwa hiyo tukisema kuisaidia timu, unawezekana ukawa mchezaji ambaye pia unaweza kurudi hata nyuma kwa sababu yeye ni winga, sio? Akarudi kusaidia hata kusaidia kukaba, akasaidia kuwa kama kiungo, mazingira ambayo sio ambao umetumwa na mwalimu, lakini kwenye majukumu yako mama pia unafanya vizuri. Hakuna mwalimu ambaye atakuacha nje hata kama ni mchezaji wa Kitanzania. Utafanya vizuri zaidi kama hivi. Inasemekana kwamba Msimu kuna namna ambavyo wanakuja kama kutengenezwa kuchukua nafasi ya Anicet Ura, nafasi ya winga. Pengine viatu vyake vinamtosha pale Simba. Ukiniambia kuhusiana na Anicet Ura ni mchezaji ambaye ameprove katika maeneo tofauti. Selbuchi kacheza, Asec Mimosa zikaenda Ulaya pia kacheza. Inawezekana akafanya vizuri kama Anicet Ura, lakini watu wakimbebesha mzigo kwamba ndiye akachukua majukumu ya Anicet Ura, inawezekana akawa disappoint watu kwa sababu atampa matarajio makubwa, lakini inawezekana akawa ni mchezaji ambaye anaweza kawa na quality ya Anicet Ura, lakini watu wasimpe mzigo
kama wa Anseti Aura. Unajua kila mchezaji ana kariba yake. Na kibaya sana tuna kile ambacho tunakiamini kwa wachezaji wetu wa ndani. Kabisa. Kwamba mchezaji wa ndani kuna limit tumewawekea. Mchezaji wa nje akicheza kama mchezaji wa ndani kacheza vizuri. Akicheza mchezaji wa ndani unaonekana kama kuna mtu mwingine wa ziada anatakiwa aje zaidi yake yeye. Kwa hiyo watu wakiweka mentality kwamba anatakiwa achukue nafasi ya Anseti Aura, lazima itamgharimu sana. Huenda kuna baadhi ya vitu asivitimize kwenye kasi, kwenye ubora, kwenye kutumia nafasi, kutengeneza nafasi, yote hivyo. Kwa sababu pia ni kijana mdogo sana Bakari Msimu ambaye anatakiwa pia kutengenezewa kujiamini. Kama nimesema, Anseti Aura kashatengeneza amesha prove, asha prove na amekuwa na uzoefu wa vitu tofauti. Kwa hiyo mimi binafsi ninamuona anaweza kafika huko na akafanya zaidi, kwa sababu huo ni mpira wa miguu. Ni vile tu mwenyewe akiamua kukubali ya mwalimu, lakini mwenyewe kutumia yale mapungufu yake na kuongeza ubora zaidi wa kuwa mchezaji katika nafasi ya ushambuliaji. Mpaka sasa